serikali imekamilisha mradi mkubwa wa maji mkoani Manyara ambapo wananchi zaidi ya 35,000 wanatarajiwa kunufaika na mradi huo uliogharimu shilingi bilioni 16. Na Wizara ya Maliasili na Utalii yajipanga kushirikisha wadau wa sekta ya utalii kuelekea michuano ya Kombe la Mataifa ya Afrika AFCON mwezi Juni mwakani ili kufaidika na michuano hiyo. Naam, mtazamaji, habari ya asubuhi leo ikiwa ni Machi 19 mwaka 2026, ni Alhamis. Karibu sana katika asubuhi njema. Mimi naitwa Emily Lazarus na tunaanza na habari ya asubuhi hii. Naam, hatimaye serikali imekamilisha mradi wa maji ulio na urefu wa mtandao wa kilomita 60 kutoka Darakuta Minjingu ambao umegharimu bilioni 16 ukitarajiwa kunufaisha wananchi wapatao 35,000 wa kata za Nkaiti, Mwada, Magugu na Kisangaji na kuondoa kero ya tangu miaka 1980 ya wananchi hao hususan wa kata ya Nkaiti kukosa huduma ya maji safi na salama na kulazimika kutumia maji ya kwenye mabwawa. Mradi huu wa Darakuta Minjingu ambao unakwenda kukata kiu ya wananchi wa kata hiyo umetekelezwa na mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mjini Babati BAWASA, ambapo usambazaji wa maji unaanza katika wiki hii ikiwa ni maadhimisho ya wiki ya maji. Leo ndoto yetu imefikia, jambo la kumshukuru Mungu. Leo ukiamka asubuhi hutakuwa na wazo la kuwaza maji, unawaza shughuli zingine kuliko maji, kwa sababu wakina mama walikuwa wanachota maji kwenye mashimo na maji sio salama. Wakina mama tulipata shida sana kwa ajili ya kutafuta maji, na haswa hata ndoo nyingi zilikuwa zinaharibika kwa sababu mama anatoka saa 9 ya usiku kukimbilia huko kwenye visima virefu vya kupampu maji, na maji yenyewe ni magumu kuyapata, na hatimaye ukirudi nyumbani mzee amekasirika. Hapa mkurugenzi mtendaji wa BAWASA mhandisi Idi Azidi Msuya naeleza kuhusu mkakati wa serikali wa kusambaza maji kwa wananchi wanaotarajiwa kunufaika na mradi huu. Niseme tu tunaishukuru serikali ya awamu ya 6 kwa kutoa shilingi bilioni 16 kutekeleza mradi wa Darakuta. Wiki ya maji kwa kifupi kabisa tutaanza kutoa huduma rasmi, kwa maana sasa maji haya kutoka Darakuta kuja hapa tutayafungulia rasmi kwenda kwenye distribution network ya hapa Nkaiti. Kutoka wilayani Babati mkoani Manyara, mimi ni Elia Gimani, Channel 10. Wakulima mkoani Tabora wanatarajiwa kuongeza mauzo ya korosho, ufuta karanga, choroko na mbazi kupitia mfumo wa stakabadhi za ghala na minada ya kidigitali katika msimu wa masoko ya 2026-2027, huku taasisi husika zikitakiwa kutoa elimu ili wakulima waweze kuelewa na kunufaika na mifumo hiyo. Hatua hiyo imefikiwa katika kikao cha wadau wa mazao yatakayouzwa kupitia mfumo wa stakabadhi ghala na minada ya kidigitali kilichofanyika mkoani Tabora, ambapo kaimu mkuu wa mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko kanda ya Magharibi COPRA Bwana Lyson Gilbert anabainisha mikakati ya kuongeza uzalishaji wa mazao hayo, sawa na afisa kilimo mkoa wa Tabora Dietrich Mwinuka akieleza umuhimu wa jambo hilo. Tutaongeza kiasi cha mbegu ambazo tutagawa kwa msimu 26-27, lakini pia tutaongeza idadi ya halmashauri. Tuligawa kwa halmashauri chache, lakini tutaweza kwenda na halmashauri zingine. Lakini mkoa unaendelea kushirikiana na wadau wa hali ya hewa kuelimisha wakulima kuzingatia kilimo kinachohimili mabadiliko ya tabia nchi. Awali akizungumza na wadau wa kilimo, katibu tawala wa mkoa wa Tabora Daktari John Mboya ametoa kauli ya serikali juu ya jambo hilo, sawa na kuitaka bodi ya stakabadhi ghala kuendelea kuimarisha mifumo ya masoko ili kuongeza kipato cha wakulima na kukuza uchumi wa mkoa. Tutoe elimu kwa wakulima ili waweze kujua vizuri utaratibu huu. Pili, kila halmashauri hakikisha inaanzisha masoko ya stakabadhi za ghala na minada ya kidigitali kwa mazao ya choroko, ufuta, mbaazi, dengu, karanga na korosho. Kwenye shirika tunaweka utaratibu mzuri wa kuratibu kwa mazao na maandalizi haya yanafanyika kuanzia muda huu. Tulikuwa na utaratibu ambao haukuwa mzuri kibiashara. Kwa hiyo wanunuzi walikuwa wananunua bila utaratibu, na utaratibu ambao kimsingi ulikuwa unakwenda kumwangusha na kumdidimiza mkulima.
Wakazi wa kata ya Karema wameeleza matumaini yao makubwa kufuatia ujenzi wa meli 4 za mizigo zitakazokuwa zikifanya safari kati ya bandari ya Karema na nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Zambia na Burundi, jambo ambalo wamesema litachochea ukuaji wa kibiashara ndani ya biashara za ndani na kuvutia fursa zaidi za uwekezaji katika eneo hilo. Wakizungumza wakati wakishuhudia meli 4 zikishushwa kwa mara ya kwanza kwenye maji ya ziwa Tanganyika, wakazi hao wamesema hatua hiyo ni ya kihistoria kwa maendeleo ya Karema na maeneo ya jirani, na kuanza kwa safari za meli hizo kutasaidia kupunguza gharama na muda wa usafirishaji wa bidhaa. Hizi meli 4 kwa sisi watu wa Karema tunanufaika kwa sababu sisi ni wakulima. Mazao yetu watakuja watu kuja kununua. Mbali na hapo, sisi wenyewe tutapata kazi kwenye meli hizo na kufanya kazi. Kwa hiyo moja hapo ni fursa. Na tunashukuru sana kwa meli zilivyoisha hizi. Itakuwa sisi vijana tuzishuisha kutokana na ajira. Naye msimamizi msaidizi wa bandari ya Karema kutoka Mamlaka ya Usimamizi wa Bandari Tanzania, Antoni Poyo, amesema serikali imeendelea kuweka mazingira mazuri na rafiki kwa wawekezaji na kuongeza ufanisi wa huduma za usafiri wa majini. Wawekezaji waliowekeza hizi meli kuiona na kuitumia, kwa maana nchi ya Tanzania ina amani na inatoa fursa hizo kwa wawekezaji, kwa sababu wanaamini kwamba wakiwekeza yao hawezi kupotea. Siri ya mafanikio ya kufanya mradi huu ndani ya muda mchache ni utendaji kazi kwanza, ila vile ni mazingira tuliyokuta katika eneo husika. Sehemu hii ni tulivu, sehemu hii ni nzuri kwa kufanya kazi. Witness Matiku, Channel. Katibu, katika kuhakikisha huduma za umma zinatolewa kwa uadilifu na uwajibikaji, serikali mkoani Tanga imesema itahakikisha inashirikiana na wadau mbalimbali ili kuimarisha juhudi za kuzuia na kupambana na rushwa kwa manufaa ya wananchi. Akizungumza kwenye hafla ya iftari iliyoandaliwa na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU kwa niaba ya mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya ya Tanga Dadi Kolimba amesema ni vyema viongozi na watumishi kwenye taasisi kuzingatia maadili, uwajibikaji na uadilifu katika utekelezaji wa majukumu yao, kuhakikisha kuwa rasilimali za umma zinasimamiwa vizuri na kutumika kwa manufaa ya wananchi, katika kuimarisha juhudi za kuzuia na kupambana na rushwa na kuhakikisha kuwa huduma za umma zinatolewa kwa uadilifu na uwajibikaji. Ramadhan Ndwata ni mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Tanga. Yeye akasisitiza umuhimu wa kuwa waadilifu katika utekelezaji wa majukumu ya kila mmoja. Lengo letu ni kuacha watu wawe waadilifu. Sasa uadilifu unaanza na kila mtu kwenye nafasi yake, wewe mwenyewe, ili tujengane katika mazingira ambayo tukirudi sasa kwenye kutekeleza majukumu yawe ya kifamilia, ya kiserikali, ya kichama, ya kitaasisi, basi tuone mabadiliko hayo ambayo yanaweza yakatoa taswira lakini na matokeo chanya. Laana Allahu rashi wal murtashi, kwamba amemlaani Mwenyezi Mungu yule mwenye kutoa rushwa na mwenye kupokea rushwa. Kwa ni kitu ambacho katika dini pia kinakataza namna ya rushwa, na rushwa inapelekea kwamba akapewa mtu haki ambao sio yake kwa kila ambacho amekitoa. Kutoka Tanga, Raya Kipingu, Channel 10. Naam. Chama cha madereva wa malori na mabasi Tanzania TLDTA kimempongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kurejesha salama nyumbani wa Tanzania waliokwama Mashariki ya Kati kuja Tanzania, pamoja na usimamizi mzuri wa mikakati ya uwekezaji, jambo ambalo limefungua fursa kwa Watanzania kuwekeza ndani na nje ya nchi. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati alipowapokea wawekezaji kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mwenyekiti wa TLDT amesema Rais wa Tanzania na serikali yake wametengeneza sera rafiki ambazo zimewavutia wawekezaji kuja nchini na pia wawekezaji kuja Tanzania kutangaza fursa mbalimbali, kama ambavyo wageni hao kutoka XPO Beton ya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamefika nchini kuelezea na kutangaza uwekezaji katika eneo la Karemi. Kwa sisi kama Watanzania tulipata fursa
ya kuweza katika mataifa mbalimbali waliochagua kwenda kuwaalika, lakini wakaona ni vyema waanzie katika nchi yetu ya Tanzania baada ya kuona mahusiano mazuri ya nchi yetu na nchi ya DRC. Marais hawa wawili, maana rais wa Tanzania na rais wa Kongo, wakaona ni vyema watushirikisha sisi wadau. Kwa hiyo mimi pia nimepata hiyo fursa ya kukutana na walengwa wenyewe ambao wamekuja na hilo wazo. Walikuwa waende kwenye nchi zingine, mataifa mengine jirani kama Namibia, Botswana, South Africa, lakini wameona waje Tanzania. Expo Béton met en avant la province du Tanganyika. Expo Béton has put ahead Tanganyika province, où nous allons brièvement parler des différents pôles dans notre thème. Naam, serikali imezibana kampuni ilizowekeza kwa hisa chache ikitaka matokeo yanayoonekana sasa na sio ahadi ambazo hazitekelezeki. Akifunga mkutano wa siku 3 jijini Arusha wa wakurugenzi wa bodi wa kampuni zenye hisa chache za serikali MIF mwaka 2026 jijini Arusha, naibu waziri katika ofisi ya Rais mipango na uwekezaji Dr. Pius Chaya amesema uwekezaji wa serikali lazima utoe faida inayopimika kwa wananchi. Pia kabisa sisi kama serikali tunaunga mkono adhima hii ya mashirika haya ambayo kimsingi sisi tuna share chache na lengo letu ni kuhakikisha kwamba hawakwami. Amesisitiza wakurugenzi wa bodi kuacha usimamizi wa kawaida na kuanza kuendesha kampuni kwa kuzingatia matokeo, akionya hakuna nafasi ya kufanya chini ya matarajio wakati nchi inalenga kukuza uchumi wake. Kwa upande wake, msajili wa hazina Nehemia Mchechu amesema serikali itaendelea kusimamia uwekezaji wake ili kuhakikisha unaleta faida endelevu. I'll take one critical instruction that we have from the president, which is to grow the non-tax revenue from the 3% from the time when she issued the instruction, which we were contributing to 10% of our tax, total tax revenue. Mkutano huo wa wakurugenzi wa bodi umebeba ujumbe mmoja mkubwa kutoka kwenye majadiliano kwenda kwenye matokeo yanayoonekana. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Vijana wanaojishughulisha na kilimo cha alizeti katika kijiji cha Dinginayo kata ya Ilula wilayani Kilolo wamepata mafanikio makubwa ya uzalishaji kufuatia matumizi ya mbinu na utaalamu wa kisasa wa kilimo. Vijana hao 12 wanaounda kikundi cha Dinginayo Nice Group ni sehemu tu ya zaidi ya vijana 170,000 wanaolengwa kunufaika na uwekezaji katika mnyororo wa thamani wa kilimo na ufugaji kupitia mradi wa ustahimilivu wake Dunia Yetu unaotekelezwa na shirika la Care Tanzania kwa ufadhili wa serikali ya Canada, mradi unaolenga kuwawezesha vijana na jamii kwa ujumla kukabiliana na changamoto mbalimbali za kiuchumi na mabadiliko ya kitabia nchi kwa kuongeza ujuzi, tija na fursa za kipato endelevu. Kutokana na mafunzo haya ni nusu eka tu, lakini tuna uhakika badala ya kutoa gunia 8 kwa heka 2, kwa kupitia nusu eka tunaweza kupata gunia zaidi ya 12. Kwa sasa hivi tumepata elimu, tumejua kwamba tunaenda kwa sentimita, nenda sentimita ngapi, tunapiga dawa ikiwa zao lina jani la ngapi, tunakuja kupulizia viuatilifu mbalimbali. Naye mkurugenzi wa mahusiano na maendeleo kutoka ubalozi wa Canada nchini Tanzania, Carol Mundal, amesema ameridhishwa kwa kiasi kikubwa na utekelezaji wa miradi ya kuwezesha vijana inayofadhiliwa na serikali ya nchi yake, akibainisha kuwa ushirikiano kati ya Tanzania na Canada unaendelea kuleta manufaa makubwa kwa pande zote mbili, hususan katika kukuza uchumi wa vijana kupitia sekta za kilimo na ufugaji. Nchi yetu ya Canada imeweka sana kipaumbele katika kusaidia maeneo mbalimbali hasa katika sekta ya kilimo. Tunaamini vijana wengi huku watainuka na watasimama kiuchumi. Clement Sanga, Channel 10, Iringa. Na katika michezo, mtazamaji, tunaeleza Wizara ya Maliasili na Utalii imesema kuelekea katika michuano ya Kombe la Mataifa ya Afrika AFCON mwezi Juni mwaka 2027 imejipanga na kujiandaa kushirikisha wadau wa sekta ya utalii na uhifadhi ili kufaidika na michuano hiyo.
Akizungumza na Channel 10 nje ya mkutano wa 34 wa baraza la wafanyakazi wa wizara hiyo, naibu katibu mkuu Elieza Nkoba anasema moja ya malengo makubwa walioyaweka kwa mwaka wa fedha 2026-2027 ni kuhakikisha wanatumia mashindano hayo kutangaza vivutio mbalimbali vya utalii vilivyopo hapa nchini ili kufaidika na mashindano hayo. Kwa sekta ya utalii, moja ya jambo kubwa na wote tunafahamu, kwanza tunakwenda kuwa na AFCON, AFCON by June mwakani 2026. Kwa moja kipaumbele kikubwa kabisa ambacho tunakwenda kutazama ni namna gani kama wizara tumejipanga kwa ajili ya kuweza kujiandaa na kuwashirikisha wadau wa sekta nzima ya utalii na uhifadhi. Mashindano hayo yanatarajiwa kufanyika katika nchi 3 za Tanzania, Kenya na Uganda kuanzia Juni 19 hadi Julai 18 mwaka 2027, ambapo itakuwa kwa mara ya kwanza kuandaliwa na nchi 3 kwa pamoja na ya kwanza katika ukanda wa Sekafa baada ya miaka 50. Nikiripoti michezo na burudani kutoka mkoani Lindi, mimi ni Aidan Mhando wa Channel 10 michezo na burudani. Mtazamaji, Aidan Mhando na taarifa hiyo anatuhitimishia habari ya asubuhi njema. Endelea kuwa nasi.